Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahi Shamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Simba. Mlango kuharibika. Kuacha mtu ajaribu kufanya jambo. Kuacha kutumia kitu cha zamani. Kusoma sana vitabu vya dini au vyenye mafundisho. Mtu kuwahi kukuamsha. Utachelewa kwa kitu ulichopangia kukifanya. Kuhisi mtu ana wasiwasi na wewe. Ndoto yako kutimia. Utafafanua kitu kwa namna yake, ili kisitafsirike kwa namna mbaya. Ngozi yako kukosa nuru. Hivyo inaweza kuwa yenye kukakamaa au kujikunja. Kupata pesa leo ambayo hukutegemea kuipata. Nyota ya Mshale. Kuhisi mtu atakutafuta. Kuamka ukiwa unawazia kitu fulani. Utajitahidi usifanye kosa ila utafanya kosa. Kufuta ushahidi wa kitu. Simu kutokuwa na chaji kwa muda mrefu. Kumpatia mtu kitu lakini hatoridhika. Nyota ya Punda. Kumjulisha mtu kitu kabla jambo kutokea. Utakosa usingizi kwa muda mrefu. Kuona sana kitu cha aina moja mara kwa mara. Utapita sehemu na kuhisi unaijua. Kupendezwa na kitu. Utapata uwazi wa jambo au namna nzuri itakayokufikia. Mtu atakuwa na muda mzuri wa kuongea na wewe na mkaelewana. Japokuwa ulikuwa unamhofia. Kuchukizwa na mtu ambaye si mtunzaji wa kitu. Kupatwa na vipele usoni. Nyota ya Kaa. Itakuwa ni vigumu kuacha kitu ulichokizoea. Utajihisi moyo wako kuvuta au kuuma. Utakuwa mwenye haraka ya kitu. Kubadili maamuzi ya kitu. Kuhisi maumivu ya mgongo. Kujitoa alama baada ya kujikuna sana sehemu. Kuchunguzana na mtu. Kupoteza kitu. Nyota ya Samaki. Kudharau kitu. Moyoni mwako kumtamkia mtu maneno yenye sumu kwake. Kama kutofanikiwa na kadhalika. Kupata hali ya miguu kuuma. Kujihisi unyonge. Utafanya sana ibada. Nyota ya Nge. Mate kujaa sana mdomoni. Utamwambia mtu kuwa unaumwa ili upate kitu. Utajua kuwa mtu fulani kakasirika. Kupangiwa jambo utakalofanyiwa siku chache zijazo. Ni katika namna nzuri lakini. Mtu atashindwa kukuangalia usoni mkiwa mnazungumza au kuonana. Mtu atakuambia kuwa unaongea sana. Utakuwa una uhakika wa kupata pesa. Nyota ya Mapacha. Koo kuwasha. Kumtuliza mtu kwa hali yake. Mtu kuongea kwa sauti ndogo lakini utamsikia vizuri. Kupata taarifa inayomhusu mzazi. Kuujua usaliti wa mtu. Tarajia kupata heri wiki hii. Nyota ya Mizani. Kumsikiliza mtu lakini hutomuelewa. Wivu kukutesa sana moyoni. Kupambana kupata kitu mpaka utafanikiwa. Kuteleza mara kwa mara. Kupungukiwa na kitu ambacho hukutamani kiishe kwa haraka. Utajihisi una upungufu wa damu. Nyota ya Ndoo. Kujihisi aibu. Kufahamiana na mtu kwa uchangamfu. Utaonesha tabia nzuri kwa viongozi wako. Heshima ya mtu kuongezeka kwako. Utakuwa mwenye kukutana na nyanya mzee sehemu tofauti, ambazo nyingine si za kutarajia kukutana na watu wa namna hiyo. Hii inakujulisha hatua yako ina usimamizi, ulinzi na mwelekeo mzuri. Hivyo kuna wakati mzuri ambao uko mbele yako. Nyota ya Mbuzi. Kujishika sana kiuno. Tambua changamoto unayoipitia inahitaji uwe bora kwa namna fulani. Utakuwa mwenye hisia kali kwa mtu. Mafikirio yako yana ukubwa wa kutendeka. Yaani unachokiwazia kinaweza kufanyika. Nyota ya Ng'ombe. Kuvutiwa na kitu chenye rangi ya kijani. Inakujulisha uko katika nafasi nzuri ya kipesa. Rangi hii inakujulisha uwezekano mkubwa wa kupata kitu. Kuhisi kuna jambo litatokea kutokana na ishara unazoziona. Nyota ya Mashuke. Mtu anapata taarifa zako bila hata kumwambia. Utafanya jambo kwa upendo na kufanya mtu awe na amani na wewe.
Kuhisi unasikia wito ndani yako kwa kitu kinachohitaji ufanye kitu. Kupenda kukaa mwenyewe. Utakuwa mwenye kulala sana mchana. Utakumbukia tukio lililowahi kutokea. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.